Kujipenda kwenye maisha maana yake sio tu kupendeza, umevaa nguo nzuri, japo ni sehemu. Ni sehemu. Kujipenda maana yake utajali nafsi yako, utajali afya yako, utajali pia mwili wako. Mtu anayejipenda hawezi kubeba makasiriko. Kwa sababu unapobeba makasiriko, unaumia, unazeeka, hutakaa upendeze. Muda wote utakuwa umechoka. Mtu anayejipenda, moyo wake huwa ni mweupe. Amekosewa, hajakosewa. Yaani hata kama anaona kuna mtu anamkwaza, huwa kuna namna fulani anatafuta ya kumtreat yule mtu, lakini yeye moyo wake ukiwa salama. Huko kote ni kujipenda. Na ukijipenda, utakuwa na uwezo wa kumpenda mtu mwingine. Si kwa sababu nafsi yako ni safi, si kwa sababu wewe unajipenda. Kwa hiyo, ninachotaka kukuambia leo, jifunze kujipenda ili upate nafasi ya kuwapenda watu wengine. Unapojipenda, maana yake uko tayari hata kuona mtu mwingine haumii, uko tayari kumsaidia. Na kama anakuumiza, utajua namna nzuri ya kumkwepa ambayo ina afya, yani maana ambayo haitakuletea magomvi, haitawafanya mgombane, haitawafanya mnuniane, yani hakuna sababu. Utatafuta namna nzuri ya kumtreat huku wewe ukiwa umewacha moyo wako ukiwa salama. Kwa hiyo kwenye jambo lolote lile unalolifanya, maana yake hutakubali wewe nafsi yako iteketee au ife au iumie kwa sababu mtu mwingine labda amekutreat vibaya. Ni kwa sababu unajipenda, ndio maana utatafuta namna nzuri itakayo kufanya wewe umwepuke, lakini katika njia ambayo iko salama. Huko ndo kujipenda kwenyewe. Haimaanishi kwamba eti umevaa nguo nzuri, umejipodoa, si umefanyaje ndio umejipenda, hapana. Hata namna ya kupokea vitu ambavyo vinatoka kwa watu mbalimbali, mitazamo ya watu mbalimbali, usiwe na makasiriko muda wote. Mtu mwingine kitu kidogo tu utakasirika, utataka upigane, utataka ugombane, utataka utukane kila mtu. Utataka kila mtu ajue kwamba wewe umepitia kwenye changamoto fulani. Huko usakujipenda. Huko ni kujilimbikizia vitu kwenye akili yako ambavyo havina sababu ya msingi. Vitakufanya akili yako ishindwe kufikiri. Kwa sababu muda wote utakuwa umebeba makasiriko tu. Na watu sasa tulivyo binadamu. Watu wakishajua wewe ni mtu ambaye unapenda kukasirika kwa vitu vidogo, kila siku watakuudhi. Kila siku watakuudhi ili ushinde kuendelea, ili ushinde kufanya vitu vyako, kwa sababu anajua nikikufanyia hiki 1 2 3 wewe utaumia. Utakuwa ni mtu wa kureact. Kwa hiyo kuna watu wanapenda kukuona muda wote wewe una react, muda wote unapenda magomvi, muda wote wewe huna raha, huna amani. Kwa hiyo na wewe shetani anapita kwa. Unajua kuna vitu fulani tukivifanya tunampa shetani nafasi ya kuendelea kutuumiza au kuendelea kutupa zile kashikashi. Kwa hiyo usitamani kumpa shetani nafasi kama hiyo. Usimpe yani kamlango kakufanya yeye apite kirahisi kukuingilia wewe kwa sababu wewe umekafungua. Yani mpe kazi, yani apambane. Aseme mbona huyu mtu kia nikifanya hivi anguki? Huyu mtu kia nikifanya hivi anuni mbona hanuni? Huyu mtu nikifanya hivi mbona yani unampa kazi shetani ya kutafuta mlango wa kukudestroy wewe. Mpe kazi, asiingie kwenye maisha yako kirahisi. Jifunze tu kuwa na amani, jifunze tu kuwa na upendo, jipende, upe moyo wako raha, kaa na unaowapenda, furahi, lakini tu jifunze kwamba kila kitu kinakuwa na kiasi. Maana kufurahi nako kukupita kiwango cha kawaida, unaweza ukajikuta umefanya kitu ambacho haukutarajia kukifanya. Na ukiwa unapa moyo wako nafasi ya kutokuwa na mahasira mengi, pia utakuwa unafanya vitu vizuri na una uwezo wa kujicontrol. Kwa hiyo ujipende ndugu yangu. Dunia hii ina mambo mengi sana. Haiwezi kukupa nafasi wewe ya kila siku kuwa na furaha, kuwa na amani, kufanya mambo yako kwa uzuri. Lazima tu ikupe sababu ya muda wote wewe unapata maumivu. Kwa hiyo wanasema dunia ikikupa sababu 10 za kukufanya wewe usiwe na furaha, wewe ipe hii moja tu ya kufanya wewe kuwa na amani na kufanya mambo yako na kuwa na utulivu. Asante.